بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان، سيدنا وحبيبنا عظيمنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الإنس والجان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البرة المتقين. فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani, leo tupo katika tarehe 3 ya mwezi wa Muharram 1448. Huu ni mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu wa Hijria, na lilasafi shadid watu wengi hatufuatilii tarehe hizi zetu za Hijria, lakini hasa Muislamu tarehe zake inabidi afuatilia tarehe hizi za Hijria, kwa sababu mambo yote ya dini yanafungamana na mwezi, hayafungamani na tarehe hizi za shamsia. Kufunga tunafunga kwa mwezi huwa wa mwandamo, na kwa kufuata mwaka huwa wa Hijria. Tunafungua hali kadhalika hivyo hivyo, idi zetu hivyo hivyo. Hata eda ya mwanamke pia aliofiwa, alioachwa, inaangalia mwezi. Hatuangalii nini? Hatuangalii tarehe za nini hizi za shamsia. Mara nyingine utasikia mtu, bwana, mimi naachika mwezi wa kwanza, huu mwezi wa pili. Katika eda sisi hatuangalii masala haya mwezi wa shamsia, Januari na nini. La, tunahesabu eda kwa kuangalia miaka hii ya nini ya Hijria, na tunaangalia mwezi mwandamo. Kwa hivyo kuna matatizo sana makubwa ambayo kwamba yametukumba sisi Waislamu, kuwa tunafuatilia na mambo yetu tunarekodi kwa kuangalia miaka hii ya shamsia, ya miladia. Hata mambo yetu inabidi turekodi kufuata mwaka wa Hijria. Umezaliwa mtoto, uangalie leo ni mwezi ngapi Hijria, ni mwaka wa ngapi, ni tarehe ngapi, inabidi urekodi hivyo. Kisha ikija ukarekodi na hizi tarehe zingine, hakuna shida. Na hata zamani pia wazee walikuwa wakirekodi hivyo, na nishai kuona vyeti vingine vile vya kuzaliwa vya zamani, unakuta walikuwa wanaandika miaka miwili, wanaandika mwaka huwa wa Hijria, na wanaandika mwaka wa miladia, na wanaandika mwaka wa Hijria. Kuna muhimu sana kufuatilia hizi tarehe. Tarehe hii historia yake iliwekwa wakati wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu arda, al-Khalifatu ar-Rashid, khalifa wa pili, na iliwekwa kwa kuzingatia hijra ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mara nyingine kuna baadhi ya maswali ambayo kwamba inaibuka. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuhama Muharram, walihama Rabiul Awwal. Sasa kwa nini nyinyi mmeweka tarehe ya Hijria ianze Muharram? Ulama wanaeleza, wanasema kwamba ile azma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhama ilikuwa tangu Muharram, lakini ile tamfidhi tu, ile utekelezaji ndio ulifanyika katika Rabiul Awwal. Lakini hasa ili shauri lilikuwa toka Muharram. Ndio manake sahaba walipoweka tarehe, ikaanzia tarehe inaanza wapi? Inaanza Muharram. Sasa katika huu mwaka mpya kuna mambo mingi ambayo kwamba tunajikumbusha. Tukio la kwanza ambalo kwamba linalo tuhudhurikia mbele ni tukio la hijra ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuhama Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Alihama kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Yani ukisikia maana ya hijra ni unahama, unaacha kile unachokimiliki, kwa sababu ilikuwa ukihama kule Maka kwenda Madina, kama una nyumba jamaa washaichukua, kama kuna mimea uko nayo jamaa washaichukua, kama kuna ardhi jamaa washaichukua, kama una wanyama, yani huondoki na kitu. Wakwambia ukiondoka kwenda kule kumfuata Muhammad unaenda wewe kama wewe, kila kitu unakiacha kule. Ndio maana hijra. Kwa hiyo tunapozungumza hili suala la kuhama, si kuhama kama sisi kwamba umejisikia sasa hivi wataka kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga, unauza vitu vyako, unaandamana na mali zako. La, ilikuwa wahama wewe kama wewe. Angalia suala hili lilivyokuwa zito. Ndio maana yake hata katika Qur'ani unapoona ule uzito waliopewa wala as-sabiquna al-awwalun min al-ansari wal muhajirin, hawa wana usmat, wana upekee ambao kwamba wengine hawana. Wala as-sabiquna al-awwalun, na ndio hasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikusudia anaposema ashabi, si ndio? Mmoja alimtukana mmoja katika sabiqun, ni sahaba naye, na ametajwa jina lake katika riwaya. Alipomtukana ile kesi ikaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Falau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kaambia wallahi msiwatukane hao masahaba zangu, lau mmoja wenu atatoa kiasi cha mlima wa Uhud nini dhahabu, hatofikie kibaba cha mmoja wao alichokitoa. Unaweza hii khitabu halikuwa tuambiwa sisi, khitabu alikuwa akiambiwa nini? Sahaba wakati wake. Ala, huyu ni sahaba, lakini daraja zao ni tofauti. As-sabiquna al-awwaluna, wale walikuwa na daraja zao peke yao. Wewe unahama kila kitu, acha, unakuja katika mji ambao kwamba huna ndugu, huna jamaa, huna rafiki, huna chochote. Umekuja wewe kama wewe na imani yako tu. Tuko vizuri sana. Alafu angalia sasa wale ansari waliopokea muhajirun. Mtu anampokea ndugu yake katika imani, katika nyumba yake, anampokea, anamgawanyia mali zake, anamwambia mimi ndugu yangu namiliki hiki na hiki na hiki, chagua wewe unataka nini? Niko na shamba la mitende, niko na ngamia, niko na mbuzi, niko na biashara, wataka nini nikupe mimi? Bali ilifikia mbali zaidi, mimi niko na wake watatu, huyu na huyu, chagua mmoja mimi nimwate, eda ikimalizika utamuoa wewe. Angalia ile al-ukhuwatul imaniya, ule undugu wa kiimani ulivyokuwa hali ya juu. Bali baada ya hapo hata waliporejea katika fathu Makkah, waliporejea sasa washaikomboa Makkah, washakuja wao ndio washindi. Mtu akitizama ile nyumba hapo kwamba alohama wakati ule wa hijra, akitizama mara moja anageuza uso, haangalii tena. Asema nitakiangalia vipi, nitakitolea vipi macho kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameniamrisha nihame nikiache. Allah, hii ndio maana ya hijra. Hii ndio maana ni hijra. Mtu nyumba aloihama kutoka Maka kwenda Madina hataki tena kuiangalia, hana habari nayo. Yamekuja katika fathu Maka, basi hana habari na ile nyumba, hana habari na mali alizofanya alizoziacha. Tunapozungumza haya matukio, tunataka sisi tuungane nao katika suala hili la imani na ukubwa wa utekelezaji wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yake riwaya tuambia kwamba wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Hakuna hijra baada ya fathu Makkah, isipokuwa wewe unaweza kupata hijra, thawabu za hijra, kwa kuacha ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Ikiwa mtu aogopa kuangalia nyumba aloambiwa aihame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si haramu aslan kuiangalia. Kwa nini wewe sasa hivi usiungane na hao muhajirun kwa kuacha ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza? Kwa nini uendelee kuangalia machafu? Kwa nini uendelee kuangalia picha zisizoangalika, klipu zisizoangalika? Hii ndio maana haya matukio ya hijra yanapokuja tunafanya nini?
tunakumbushana ili tuungane na hawa sahabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika quwwatul iman, katika nguvu ya kutekeleza yale maamrisho nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Wewe hujapata sharafu ya hijra kutoka Maka kwenda Madina, lakini sasa hivi hasa katika wakati huu wa fitna, riwaya zinatuonyesha kwamba mtu ambaye kwamba atashikana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye kwamba atashikana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa fitna kama huyu atakuwa na thawabu za mtu alohama pamoja na nani? Na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu riwaya zinaonyesha kwamba la ya'ti alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bali katika riwaya zingine zinasema kwamba itafikia wakati as-sabiru ala dinihi kalqabidhi ala al-jamr. Wakati wa fitna utafikia wakati yule mtu aliyoshikamana na dini yake sawa sawa, vile atakavyokuwa anakumbana na vishawishi na fitna, ni kana kwamba mtu ameshikilia kala nini? Kala moto. Ndio wakati ambao kwamba tuko nao sasa hivi. Mtu ukishikamana sawa sawa na maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala, watu wafanye nini? Wakushangaa, ajitia naye mswalihina huyu kadha, watu wakushangaa. Ndio maana ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yosema kwamba innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Qila man hum ya Rasulullah, nani hao alghuraba? Qala alladhina yuslihuna idha fasada az-zaman au alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas, walakin akhiru zaman. Ndio maana Islamu kuwa unarudi gharib. Sasa hivi mtu ukiwa umeshikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jamii, unaonekana shakhsun gharib. Huyu mtu ajabu kabisa. Mke wake bwana haonekani kabisa uso wake. Kila akitoka na nini? Na ninja. Eti nao washakuwa Waarabu. Salala. Yani ila alhijab shar'i watu wachukulia kwamba nini? Ni masala ya Waarabu na nini? Na Uafrika. Wapi na wapi bwana? Ushaona Waarabu wabuza hawa. Angalia wakejeliwa kabisa. Asif waambiwa hivyo Waarabu wabuza hawa. Kejeli hasa ndio ile kwamba Uislamu unarudi kwa nini? Ugeni kama ulivyoanza. Kwa hivyo ikhwani, haya matukio si masala tu ya kwamba imefikia mwaka mpya tunatoka katika mazefe tunaenda kucheza na nini. La, yatakana tuchukue ibra. Mazefe wanatoka wanawake wamejipodoa hawana stara. Wewe unaenda katika maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema mwanamke akitoka ajistiri, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula. Wewe unasema ni umekuja katika maulidi, umevaa nguo ya kupendeza inameremeta, umepaka shedo, ushaona huko uso umepiga siyo vitu gani, takataka gani zile usoni, umetoka umesema unaenda kwenda kuangalia maulidi, kwenda kuangalia zefe. Wewe hujakuja kuangalia maulidi wala zefe, umekuja kuangalia wewe. Umekuja kuangalia na umeenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Juzi nikiwaambia ikhwa, lau hawa wanawake wanaenda kwenye maulidi wamejipamba hawa na nini, lao ingekuwa ni wakati wa Rasul sallam tumekuja kusherehekea, Mtume angeamrisha, angeambia Umar tia viboko hao wote, tandika viboko. Hakuna masala haya kwamba eti nyinyi muenda kwenye nini, kwenye maulidi, kwenye zefe, mmejipamba nani, na mashehe wengine wabariki kabisa mambo haya. Wabariki, haya mambo ni upuzi mtupu. Na tulisema kama tumeshindwa kucontrol haya maulidi yetu au zefe zetu, watu kufuata nini? Kufuata zile sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, ziondoshwe hasa. Hakuna hasara ya kuondosha maulidi wala zefe katika dini, hakuna. Isipokuwa kuna madhara katika dini, kuwako maulidi, kuwako na zefe ambazo kwamba ndani yake anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana vizuri sana? Hatupingi maulidi sisi, hatupingi mazefe, lakini fuateni amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Masala haya kuona wanawake na wanaume wameketi katika jukwaa wafanya nini? Waimba. Liona moja waimba kasida, eti mmoja ndio madadi imemzidia yualia mwanamke, alafu mwanaume yuenda kumfuta machozi ati wamwimbia Mtume, mke na mwanamke na mwanaume. Ushaona mbali hakuna umaharim baina yao. Huyu eti mahaba ya Mtume imemzidia yualia, anaenda kufanya kumfuta machozi. Upuzi mtupu. Alafu mashekhe nao wameketi pale watu wa macho. Maana siku hizi kuna mashekhe kila sehemu kwenye ngoma hawakosi. Shaka hakuna dini ya namna hii.
Hakuna dini ya namna hii. Alafu wakija kutuambia watu wengine, jamaa wana chuki hawa, hawataki tumsifu mtume. Nani asiyetaka kusifu mtume? Nani asiyetaka? Lakini mko design hii. Zamani maulidi alikuwako. Sisi hatupingi ijtimaa, watu kusanyikana wanawake na wanaume. Tunapinga ikhtilat, kuchanganyikana. Lakini wanawake wakaja, wamevaa mabaibu yao yasiyotamanisha, yasiyovutia, nguo za stara, wakawekea eneo lao kule, na wanaume wakaketi eneo lao huku, hakuna neno. Lakini wanawake wakaja na nguo za marembo, wamejipamba, wamejitia maperfume. Mwanamke ni haramu kujipaka manukato ya kunukia kwa sababu yatawatia watu fitna. Mwanamke akipita hapa, mwajiuliza nani wamekuja kwenye maulidi hao? Sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Msalieni mtume. Alafu angalia kwenye suratul Ahzab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza na wake wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anawaambiaje? Wala takhdha'na bil qawli, msilegeze nini maneno mnapozungumza na sahaba, fayatma alladhi fi qalbihi marad, wale watu wenye maradhi ya penda wasije wakawatamani. Wake wa mtume ilikuwa huwezi kuzungumza naye isipokuwa nyuma ya nini? Ya hijab. Yeye kwa mfano yupo huko, wewe uko huko. Bwana nauliza swali fulani kadha. Lakini pamoja na hivyo, na mazungumzo ilikuwa ni ya imani tu. Mwenyezi Mungu aweka nini? Ihtiraz. Aweka tahadhari. Hao ni wanafunzi wa mtume wakiwa tahadhari kwamba wake wa mtume mkiongea na hawa jamaa fanya nini? Mkaze sawa sawa, mkalegeza kama mnavyoongea na mmenu ndani. Akija mtu nje sahaba yauliza, ongea kufani kaza sauti kisasa, hakuna kulegeza sauti. Hawa jamaa sio kwa tamani mkaotea katika fitna. Hao ni wanafunzi wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anaweka tahadhari. Sasa je, mimi na wewe ambao kwamba tuishi huko Buza kwa Lulenge, Buza kwa Makibonge, kila pahali ni fitna, hapa kuna baa, hapa kuna danguru, hapa kuna nini? Una kinga gani ambao kwamba atutaketi kwenye maulidi, mwanamke yuko pale mbele yuaimba kasida, yuarema, alafu ati kwamba usifanye nini? Usifitinike. Wewe unaweza usifitinike, lakini mwingine si wewe. Kwa hivyo tunapokuja kwenye mambo haya ya hijiria, tunapokuja kwenye mambo ya mwaka mpya, lazima kila mambo yawe ni mapya. Lazima tujitathmini yale maisha yetu. Tunajiita mashekhe, tunajiita viongozi wa dini, sawa viongozi wa dini, sawa mashekhe, lakini tukikosea lazima tuambiane, na tunapoambiana tusichukiane. Maana siku hizi imekuwa ni hivyo. Watu hataki mambo islah. Unajua mtu salih, mtu mwema hachukiwi, lakini anachukiwa ni muslih, mwenye kutengeneza. Sio, tunaelewana? Kuna farq baina ya muslih na nani? Na salih. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni salih tu kwa wakati akiwa hajaanza dawa, alikuwa ni mtu mwema, si ndio? Na ndio maana yake watu wa Makka walikuwa wanamuita nani? As-sadiqul amin, mkweli muaminiwa. Alikuwa ni salih. Lakini alipoingia katika marhala ya islahi, sasa kufanya nini? Kutengeneza, ndio kazi ilipoanza hapo. Sasa ukitaka kugombana na watu uanze kutengeneza mambo, lakini kama kuswala kufunga tu hakuna neno, lakini anza kuambia watu, bwana haya mnayofanya bwana si vizuri. Wakikuona tu jamaa kero tu bwana, kila siku yeye ni kuanganga watu tu ya kuhusu nini bwana, si tuache bwana, ya kuhusu nini bwana, tuache wenyewe tuimbe, kama tutaenda kuchoma utajua wenyewe. Watu wengine wafikia hivyo. Huyu jamaa ametuchosha bwana, atuharibia mambo yetu sisi. Sasa jamaa, haya mambo, unajua katika dini hakuna mambo ya usanii, hakuna mambo ya ujanja. Mwanamke, hakuna masala ya mwanamke kuimba makaswida. Tulikuwa pale katika swala la nini? La wake wa mtume, wanaambia wasilegeze nini? Sauti. Sasa wewe niambie, ikiwa ni mazungumzo ya imani wameambiwa hivi, je, haya makaswida, kuna kaswida inaweza kuimbika bila kulegeza sauti? Jamani, hii Qur'ani mbona? Ndio maana yake Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasemaje? Afala yatadabbaruna alquran ama ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Qur'ani yataka kuzingatiwa, mbona si tosoma tu? Mwenyezi Mungu ambia wake za mtume msilegeze sauti, wasio kwa tamani wenye maradhi ya kupenda. Haya, niambie kasida gani itaimbika bila kulegeza sauti? Naam, sasa jamaa wasema si nini rasti, so tuko sana haimbiki mpaka ulegeze nini? Sauti. Sasa je, hapo tutakuwa katika misingi ya Qur'ani? Alafu hapo tujiita sisi ndio ahlus sunnati wal jamaa, ahlus sunna. Allahu akbar, barakallahu fik. Ash'ira
Maturidia, subhanallah. Hawa Ash'ari wenyewe ndio walikuwa namna hii. Kwa hivyo jamaa, hizi hafla za wanawake kwenda kuimba, hata kama akihudhuria nani, si hoja. Yani katika Uislamu mtu si hoja. Ndio manake Sayyidina Ali alikuja akaulizwa katika moja ya mambo yalichanganya. Ambia Sayyidina Ali, huku uko wewe, huku yuko fulani, sasa tutaenda wapi? Haki iko wapi? Sayyidina Ali akamwangalia yule mtu akamwambia, innaka rajulun malbusun alayka, mambo yamekuchanganyikia wewe. Akampa kipimo akamwambia, innal haqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Haki na batil haifahamiki kwa vyeo vya watu. Kwamba bwana pale yuko fulani bwana, lakini pale kuna fulani, wewe na fulani nani zaidi, wewe na fulani nani yojua zaidi. Kaambia katika haki na batil hakuna hivyo. I'rif al-haqqa ta'rif ahlahu, jua haki utajua watu wa haki ni wapi. Wa'rif al-batila ta'rif ahlahu, wajua batil utajua watu wa batil ni kina nani. Ukishajua haki ya haki na vimo hivyo utatambua watu wa haki tu. Lakini ukitaka kuitambua haki kupitia nyuso za nini, za watu, ushapotea shekhi. Ushafanya nini? Ushapotea. Ukitaka kuijua batil kuangalia nyuso za watu, ushapotea. Kwa sababu binadamu hao, hakuna binadamu aliyofanya nini, aliyokamilika. Ndio manake wale mitume, kwa sababu ni binadamu, ikabidi waongezee kitu cha ziada pamoja na imani yao ya juu. Wakaambiwa kuna kitu wanacho, kitu kinaitwa isma, wanahifadhiwa. Hata unasikia Yesu kina Nabii Allah Adam walifanya nini pale, ni kabla ya nini, ya utume. Kisha baada hapo fajtabahu rabbuhu, Mola wake akafanya nini, akamchagua. Ukishachaguliwa pale unakuwa mtu mwingine sasa. Kwa hivyo jamaa, tusiangalie nyuso za watu, lakini hafla ile yuko fulani, ndio yuko fulani. Sikuna shekhe mmoja alisema kwamba mtu akirogo aende kwa wachawi kwanza. Sasa kwa sababu yule aliyosema ni shekhe mkubwa, ndio watu waende kwa wachawi kweli? Na tumeambiwa mambo ya wachawi hapa. Sheikh Uthman ametuelezea, mtu afungua msaafu katika sura Yasin, aambiwa fani kalia hapo ukiwa uchi, kaa wazee watakasirika. Mtu anatetemeka, wazee wasio kasirika, vibui viko pale vinatetemeka namna vinatikisa kimazingira. Mtu anaona kweli wazee watakasirika, nitamalizwa. Lakini Sheikh ameambia watu akirogo waende kwa nani? Waende kwa wachawi. Au hamjasikia mambo? Hamjasikia? Hamjasikia? Si mjasikia? Au muogopa jamaa? Jamaa, tupo katika mambo ya haki, tupo katika kusutana, tuambiana ukweli tu. Mashekhe wamesema watu wa kirogo waende kwa nani? Kwa wachawi, wasiende kwanza kina Maiko kupigiwa ruqya. Kuna mmoja shekhe, na ni shekhe na mheshimu rafiki yangu, aliniambia bwana, nimwambia changamoto fulani, akanambia bwana, mimi ninavyotibu mambo yangu kuwatibu uchawi, sitibu kwa ruqya za mawahabi mimi. Eti siju watabau matatu la mimi sitaki mambo ya watabau hizo ruqya za mawahabi. Angalia watu walipokuwa wehu. Ruqya ni shekhe na rafiki yangu tabana, asema sitaki ruqya za nini, za mawahabi. Yesu aandika takataka gani, asema si uchukue vino vya wachawi, si uende kwenye mbuyu. Subhanallah, nikashika kitu. Nilikuwa na mheshimu, akasema kweli, innal haqqa wal batila la yurafani bi aqdar rijal. Na ni shekhe wa kitarika, anapiga twari mpaka anarusha juu, afu anaipiga juu kwa juu. Asema hataki ruqya za nini, za mawahabi. Yani kuwasomea watu Qur'ani hii watabau na nini, asema hizo ruqya za nini, za mawahabi. Shekhe mmoja alikuwa hafugi ndevu, anaulizwa shekhe, mbona ufugi ndevu? Akasema nafanya hivi kasidi, yani kusudi, ili kuwakomoa, kuwaudhi. Yani mtu aacha sunna mtu, maana kuna mashekhe wa kitarika, yani zile ndevu sio wamegombana nazo, ni ikitoka tu. Tukazana kuna hadithi moja katika musala al-hadith, kuna hadithi zinaitwa musalsalat. Kuna musalsal biyawm al-eid, kuna musalsal kadha. Sasa kuna hadithi, yani musalsal ni hadithi ambayo kwamba imekuja katika hali fulani. Unajua maana mtu anaweza kuwa unasomesha, alafu ukafikia katika kusomesha kitu fulani ukajisikia umechoka, mathalan ukasimama. Ile katika watu wa ilmu al-hadith tayari inazingatiwa. Kwa mtu anapokea na akisomesha kifikia ile sehemu anasimama, hiyo musalsal. Sasa kuna hadithi musalsal ambapo kwamba mtume alifundisha, wakati alipofundisha, alipofika pale sehemu akashika nini? Akashika ndevu. Basi na yule aliyopokea pia alipofika pale akashika ndevu. Sasa yule jamaa alipokuwa anafundisha hadithi, shekhe alipofika, aliposomesha mtume sallallahu alaihi wasallam, alipofika hapa, faqabadha ala lihiyati, akashika nini? Ndevu zake. Ndevu cheupe balbu. Akishika ndevu iko wapi sasa? Hakuna. Sasa watu wanyoa ndevu zote kabisa hivi. Akwambia bwana na ili wafani kuwakomoa. Mtu anavaa kanzu mpaka na buruta kama baibui, anasema ili niwakomeshe, ili wakiniona tu mimi wajue mimi ni sufi la nguvu. Jamaa, usufi si namna hiyo bwana. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo ikhwani, tunapozungumza mwaka mpya lazima haya mambo yote
yaweko wazi. Hizi hafla za wanawake na wanaume kuchanganyikana, wanawake wakaenda kuimba, si desturi za masufi. Hata kama wanaoyafanya wakijiita na nani ni masufi, hao wanaitwa adiyau tasawuf, wadai usufi, lakini si masufi wa kweli. Masufi wa kweli wafuata nini? Maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia wenyewe waliotuletea usufi kule Yemen, hudhuria katika hafla za maulidi kule Yemen, huoni mwanamke hata kidogo, hata unyayo wa mwanamke huoni. Watu wote wamevaa nini? Full hijabu shar'i. Wale watu ambao kwamba walowahi kwenda kule Yemen au wanaangalia zile hafla za Yemen, angalia hafla za maulidi za Yemen, wale ndio waliotuletea usufi, ama sivyo? Waliotuletea usufi ni ulama kutoka wapi? Kutoka Yemen. Mbona sisi sasa tunakhalifu yale? Mbona tunakhalifu, tunaingiza mambo siku hizi kwenye maulidi? Kuna mambo ya kupigwa nini, zile nini magita yameingizwa, na mambo ya nini maazif, kumeingizwa na mambo ya vinanda, kuna takataka tele zimeingizwa katika maulidi. Ndio sasa jamaa, hizi mambo tuondosheni bwana, matuudhi sisi na mamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fiqh Shafi'i haya mambo ni haramu. Ama jamaa, fiqh Shafi'i maazif ni halal. Soma tu ile Kifayatul Akhyar, sharh ya nini ya Abi Shuja, ya Matnul Ghayat wa Taqrib, kwambia maazif nini ni haram. Mbona nyinyi mwakhalifu fiqh na mwasema nyinyi mashafi? Tuko vizuri sana. Sasa mara nyingine tunakuja kudili na mambo ambayo kwamba hata yana kichwa na miguu. Mathalan, kuna kipindi cha karibuni hapa ilibuka swala la, kuna shekhe mmoja wa Kijafaria alisema kwamba kula pweza ni haramu. Watu wakaja juu, mambo gani haya vituko hii, ushaona dini mpya hii ya kuharamisha nini pweza? Jamaa, tumefikia hapo? Yani hujui kwamba haya masala yapo katika fiqh Jafaria? Yani wana mtu kuharamisha pweza ndo amefanya jambo kubwa kuliko nyinyi kwenda kwenye maulidi na nini na nyuso zikiwa wazi na mejipamba. Haya ni mambo yapo katika fiqh zaidi ya karne ngapi? 14 yapo katika fiqh. Wewe unakuja kushangaa leo? Haya ni mambo ya fiqh. Hivi kwa mfano unajua kifiqh ya Shafi, mbwa yule ni najisi, si ndio? Tena najisi mughalladha, nzito, akikuramba uoshe mara ngapi? 7, moja wapo kwa nini? Kwa mchanga. Unajua kwa madhhabi ya Imam Malik ambaye kwamba ni mwalimu wa Imam Shafi, mbwa ni kama mbuzi tu. Sisi tulikuwa Misri kule, mashekhe wa Kimaliki ni wengi. Unakuta shekhe wa Kimaliki Maulana amepakata kijibwa chake hivi, kina mrambaramba, kuna vijibwa fulani vya kizungu vidogo vidogo hivi. Anaenda msikitini nacho amekipakata, akifika na kiweka kwenye gari, anaenda anaswali, akimaliza anaingia anaondoka. Unaenda hivi kwa shekhe, amekaa na vijibwa vyake pale vinamzunguka, vina mrambaramba, vinampandia kichwani. Mara nyingine labda wakija kama hivyo wageni wake wajua wanafunzi wake ni mashafi, ndio kidogo atavitoa vile vijibwa, ataviweka wapi? Uani kule. Lakini haya mambo yapo. Maliki kwake mbwa ni kama mbuzi tu, sio najisi mughalladha. Haya mambo ya fiqh yapo. Sasa mtu unaposhangaa leo kwamba kwa Jafaria pweza ni haramu, alafu uko unashangaa unasema dini mpya hii, upotoshaji, tutakushangaa wewe, utakuona ndo mshamba mgeni katika uwanja wa fiqh. Naam. Sio kwamba anachinja, yani katika unajisi. Yani sio najisi, tunazungumzia najisi, sio kwamba mbwa ni kama mbuzi katika kula, katika najisi. Sio kila kitu ambacho kwamba mtohara kwamba kinafaa kufanya, kinafaa kuliwa. Tunazungumza kwenye mtohara na unajisi. Kwa hivyo mtu leo akija kushangaa watu wanaharamisha pweza, haya mambo yapo katika fiqh zaidi ya karne 14. Tutakuuliza wewe umetoka wapi wewe? Sio vizuri sana. Sasa badala tuanze kudili na mambo haya mambo kwa Jafaria, wao kila samaki asiyokuwa na magamba katika fiqh Jafaria kwao ni haramu. Kwetu sisi Shafiia tunapiga kama kawaida. Tukitoka hapa na Sheikh Uthman tunaenda kule kwenye darasa wapi? Kiwalani, kuna sehemu pale kuna pweza watamu, tunapiga, hatuna habari. Naam. Tuko sana. Tukiwa na Mjafaria akija hatakimbia, atasema kwake ni haramu. Ni kama sisi mashafi tukimwona mtu ameshika wewe, ushaona tunakimbia, si ndio? Lakini Maliki hana habari, kajibu kana mramba, hakuna shida. Haya ndio mambo ya fiqh, hakuna shida. Lakini huku yani hakuna fiqh inaoruhusu kwamba mwanamke ajipambe aende mbele za watu akajirembua, akaimbe, akafanya nini. Tuache mambo hayo. Kwa hiyo tukianza kuamua kushughulikia upotoshaji na wanaoharibu, tuanze kujishughulikia sisi wenyewe. Lakini binadamu tunapenda kweli kushughulikia watu, hatupendi kujishughulikia. Tuko vizuri sana. Ndio maana yule kiongozi yule aliyopita alipoanza yale mambo ya tumbua, watu wengi wakamchukia, hata watu wake pia.
Kwa sababu sisi watu hatupendi nini? Hatupendi kuambiana sisi kwa sisi. Tunataka tuonyeshe watu nini? Vidole tu wale. Sisi na sisi masufi tuna haya tuondoshe, tuna haya tuondoshe. Huo ndo nini? Ndo usufi wa sawa sawa. Maulidi hakuna takataka za kuja kuimba wanawake hapa. Yote ni munkari haya. Na mimi ni msufi na nimevaa kilemba cha usufi. Nitoe kwenye usufi, hakuna shida. Alafu jamaa walipokuwa kuna kitu kinaitwa al-irhabul fikri, ugaidi wa kifikra. Akwambia yule si msufi bwana, amenunuliwa. Yaani kana kwamba usufi wana register ya masufi, tuko vizuri sana, wanamuingiza wanayemtaka, ukizingua wanafanya wanakutoa. Hakuna mambo haya. Wewe uje niingize katika usufi, wala maana usufi si kuvunja amri za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama maana usufi ni hivyo, hatutaki wewe usufi. Haya, tuambie. Kama maana usufi ni kufanya hivyo, hatutaki. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una